Mimi nataka nimzungumzie kidogo Dimitar Pandev kwa sababu ni mtu ambaye anahusishwa, inasemekana kwamba anaweza kuwa kwenye mazingira ya kuchukua kibarua moja kwa moja. Dimitar Pandev ambaye wengi tulimuona kupitia klabu ya Gaborone United ni raia kutoka Bulgaria, ana umri wa miaka 49. Amekuwa na mafanikio kiasi chake katika bara la Afrika. Kwa mara ya kwanza alipoingia katika bara hili alikwenda moja kwa moja katika nchi ya Cameroon, akatoa ubingwa wa Elite 1 akiwa na klabu ya Victoria United. Safari ikaendelea, akajikuta anaingia Botswana katika msimu wake wa kwanza, akatoa ubingwa wa ligi kuu nchini Botswana akiwa na klabu ya Gaborone United, na amekuja kukutana na Simba hivi karibuni na ndo tumeona kile ambacho tumekiona. In terms of performance ya Gaborone ilikuwa juu kwenye mikondo yote miwili, licha ya kwamba wao ndo walikuwa wameishia kutolewa mwisho wa siku, lakini tunaweza tukadebate kama pengine performance yao ilikuwa ni bora zaidi kuliko ya Simba, na hicho ndicho ambacho kimekwenda kupeleka interest kwenye eneo la Msimbazi Kariakoo. Lakini kile ambacho tumekiona, mimi naweza nikasema kwamba kiufundi, namna ambavyo Gaborone walikuwa wanacheza, confidence ambayo wachezaji walikuwa nayo, ile yote mimi naweza kuinasibisha na makuzi ya kiukufunzi ambayo aliwahi kuyapata Dimitar Pandev akiwa katika nchi yake mama ya Bulgaria. Unajua, kabla ya kuwa mwalimu wa soka, Dimitar Pandev alikuwa mwalimu wa soka la ndani, kwa Kiingereza tunaita futsal, mpira wa 5-5, kiwanja kidogo, mpira wa 5-5. Sifa ya mpira wa 5-5 kwa ufupi ni kwamba kwanza inabidi uandae vizuri wachezaji physically, kwa sababu hakuna kupumzika, hakuna kutegeana, mchezo una kasi, muda wote mnakimbia. Hilo la kwanza. La pili, technically wachezaji ambao wanacheza futsal wanabidi wawe vizuri, na kuwa kwao vizuri kunakuja kutokana na coaching, ball control, passing ability yao, kitu ambacho ukiwa mwalimu ambaye unafundisha klabu za mpira wa miguu unakitafsiri kirahisi, kwa sababu mpira ni ule ule, tofauti ni kiwanja tu. Lakini kwa sababu kiwanja cha futsal ni kidogo, watu ni 5-5 kila upande, msisitizo wa ufundi na umakini ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo ukiweza kuja kukitafsiri kile kwenye uwanja mkubwa wa watu 11 unakuwa umeukata technically. Timu yako lazima itakuwa inaonana vizuri, inacheza vizuri, kitu ambacho tulikiona kutoka kwa Gaborone United. Lakini kingine ambacho mwalimu ambaye anafundisha futsal anaweza kukidevelop kwa wachezaji ni uwezo wa kufanya maamuzi kwa haraka, yani ile decision making ya haraka, kwa sababu futsal ni mchezo ambao kiwanja chake ni kidogo, mko watu 10 maximum, na kila kitu inabidi kitokee haraka. Ndani ya sekunde 2-3 mpira uko upande mmoja, ndani ya sekunde 2-3 kuna turnover, mpira uko upande wa pili. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho mwalimu Dimitar Pandev wa Gaborone alikipata kama msingi wake wa kufundisha kabla hakuanza kufundisha vilabu vya soka ambavyo sisi tunavitambua, ama soka ambalo sisi tunalitambua. Alikuwa anafundisha soka la ndani, na alitoa ubingwa mara 5 ndani ya kipindi cha miaka 6 akiwa na klabu moja ya ndani ya futsal inaitwa Grand Pro Varna. Alifanya vizuri, akawa mpaka mwalimu wa timu ya taifa ya Bulgaria kwenye upande wa futsal. Kwa hiyo ana experience ya kutosha huko, na kwa kiasi kikubwa sana anaonekana ameweza kutafsiri uchezaji ule kuja kwenye kiwanja kikubwa cha soka. Na ndio maana tukaona Gaborone namna ambavyo walikuwa wanacheza dhidi ya Simba, ulikuwa unaona ni kama vile hawajali, wako kwa Mkapa, lakini wanaona ni kama wako kwao, wanajiamini, na waliangushwa na ufanisi tu. Pengine wangekuwa na ufanisi kidogo kwenye eneo la mwisho, huenda tungekuwa tunazungumza habari tofauti hii leo. Kwa hiyo hizo ndo taarifa, ama hicho ndicho ambacho naweza nikakisema kuhusu mwalimu Dimitar Pandev. Ni mwalimu ambaye kiukweli anafundisha mpira ambao unavutia, na kila alipokwenda kwenye bara la Afrika amekuwa na kismati cha kuweza kupata mafanikio ya haraka. Kwa hiyo taarifa zinadai kwamba huyu ni kinara kwenye candidates ambao wako tayari kuchukua kibarua cha pale Simba. Ni swala la kusubiri na kuona, na kile ambacho nimekibainisha ndicho ambacho wana Simba wanapaswa kukitarajia kama atakuwa kocha mkuu, kulingana na aina ya mpira ambao aliweza kuufundisha kabla ya kuja kwenye mpira wa miguu ambao unachezwa kwenye viwanja ambavyo tumevizoea.